Sura ya 18. Nuru mpya katika ulimwengu mpya. Mkulima mmoja mtawa, mwaminifu na mtafutaji wa ukweli, ndiye aliteuliwa na Mungu ili kukiongoza kikundi cha watu waliotangaza kurudi kwake Yesu mara ya pili. William Miller aliishi maisha ya kimaskini na ya kujikana kama watengenezaji wengine walivyoishi maisha ya kujinyima. Miller alijionyesha kuwa hodari na mwelevu tangu utoto wake. Alivyoendelea kukua, mawazo yake yalipanuka na kuendelea, naye alikuwa na kiu ya kupata elimu. Upendo wake wa kujifunza na nia yake thabiti vilimsaidia kuwa mtu mwenye kufaa sana. Alikuwa na tabia njema na nyofu, naye aliheshimiwa sana. Alipojipatia cheo kikuu katika kazi zake za kiraia na za kijeshi pia, kwa hiyo utajiri na heshima vilikuwa wazi kwake. Alipokuwa mtoto, alivutiwa sana na mambo ya dini, walakini alipokuwa mtu mzima, alijikuta akiwa katika watu walioamini kuwa Mungu yuko aliyeumba vitu, lakini hana uwezo wa kuvitawala vitu hivyo, ila kila kitu hujiendesha chenyewe kama kitakavyo. Watu hao walimvutia sana, maana walikuwa watu wema, waungwana, wenye hali ya utawala. Miller alivutiwa na hali yao. Tabia yao iliwapatia sifa iliyotokana na Biblia. Hata hivyo, vipawa hivi vyema viliharibiwa na kutoa mvuto wao katika neno la Mungu. Sasa walivyoitafsiri Biblia kulileta tatizo kwake ambalo lilikuwa gumu sana, lakini imani yake isiyomfuata kama Biblia inavyosema haikumsaidia lolote kama hakuridhika. Alipokuwa na umri wa miaka 34, Roho Mtakatifu alimwangazia moyoni, akajiona kuwa yu mwenye dhambi. Hakuwa na uhakika wa maisha yake ya baadaye baada ya kufa. Kwa hiyo aliona giza tu katika maisha ya mbele. Akajisemea moyoni hivi: Mungu, ilikuwa ngumu juu ya kichwa changu na nchi ilikuwa kama chuma chini ya miguu yangu. Kadri nilivyofikiri ndivyo mawazo yalivyotawanyika. Nilijaribu kujiuliza nisiwaze, lakini sikuweza. Kwa kweli nilikata tamaa kwa vile nilivyoshindwa, lakini sikuelewa sababu ya hali hiyo. Nilalamika na kugunaguna, lakini kasoro gani? Nami sikujua namna ya kujiondoa. Miller apata rafiki. Miller asema, kwa ghafla tabia ya Mwokozi ikajidhihirisha katika moyo wangu na katika nia yangu. Ilionekana kwamba kulikuwa na wema wa huruma kwake kiasi cha kumsukuma ajitoe kwa ajili yetu ili atuokoe na adhabu ya dhambi. Sasa swali ni kuwa, inathibitikaje kuwa mtu wa namna hiyo yuko? Bila kupata habari hizo katika Biblia, hakuna pengine pa kujithibitishia. Mwokozi wa aina hiyo haelezeki kwingineko ila katika Biblia. Nikaona kuwa Biblia ndiyo inatoa maelezo dhahiri kuhusu Mwokozi huyu ninayemhitaji. Nilikuwa na wasiwasi kuwa kitabu ambacho hakikuandikwa na uongozi wa Mungu kinawezaje kuonyesha njia sahihi kwa ajili ya walimwengu walioanguka dhambini. Ni lazima Biblia kiwe ndicho kitabu cha Mungu. Basi Biblia kikawa ndicho kitu nilichokipenda, na katika Yesu nikapata starehe kamili. Ndiye rafiki wa kweli. Basi Yesu akawa ndiye mpenzi wangu miongoni mwa 10,000. Biblia ambayo kabla ya hapo ilikuwa giza, sasa ikaniwia taa ya miguu yangu. Nikaona kuwa Mungu ndiye mwamba katika mawimbi ya maisha. Biblia ikawa ndilo somo langu. Nikashangaa kwa kutoona thamani yake hapo mwanzoni. Sikupenda kusoma kitabu kingine ila kupata hekima ya Mungu katika Biblia. Miller akaiungama imani yake dhahiri, lakini wakafiri ambao walikuwa wenzake walimbishia kwa yote aliyokuwa anawaeleza sana. Akaazimu kujifunza na kuhakikisha kuwa sehemu zile alizodhani kuwa hazikubaliani sivyo ilivyo. Akitumia komentari, alichunguza fungu kwa fungu na kulinganisha fungu na fungu na kutumia vitabu vingine kama concordance. Akaanzia tangu mwanzo akisoma fungu kwa fungu na kulinganisha. Alipoona kuwa hakuna mfarakano, basi alikaza mafundisho yake kwa ukamilifu akilinganisha fungu na fungu. Ndipo akaona yale Daudi aliyoyaona katika Zaburi sura ya 119 mstari wa 30: kufafanua maneno yako kwa kutia nuru na kumfahamisha mjinga kwa juhudi nyingi, huku akifurahia sana. Miller alijifunza unabii wa Danieli wa Ufunuo na kuona kuwa mifano iliyotumiwa katika vitabu hivyo inaweza kufahamika ingawa ni ya unabii. Akaona kwamba inaweza kujieleza na kufahamika na kueleza na mafungu mengine. Juhudi yake ikampatia ujuzi halisi. Akafuata unabii
hatua kwa hatua. Malaika wa mbinguni walikuwa wakimwongoza. Alitosheka kuwa mawazo ya watu juu ya miaka 1000 ya muda kabla mwisho wa dunia hayaungwi mkono na neno la Mungu. Mawazo haya yanayosema kuwa kutakuwa na muda wa starehe wa miaka 1000 kabla Kristo ajaja ni kinyume cha mafundisho ya Kristo na mitume wake, ambayo husema ngano na magugu yatakuwa pamoja mpaka wakati wa mwisho, na kwamba waovu watazidi kuwa waovu tu. Timotheo 2:3 Kuja kwa Kristo waziwazi. Mafundisho yasemayo kuwa ulimwengu mzima utaongoka na kuwa ufalme wa Kristo ni wa kiroho hayakufundishwa na kanisa la mitume, hayakukubaliwa na kanisa mpaka katika karne ya 18. Mafundisho hayo yaliwaeleza watu kukutamani kurudi kwa Kristo mbele sana, na ya kuwa dalili hizi zilizotajwa hazina maana. Kwa hiyo watu hawakujiandaa kwa kurudi kwake. Mila alipogundua kuwa Kristo atakuja waziwazi wala sio kiroho, ndivyo maandiko matakatifu yasemavyo, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao watamuona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake. Wathesalonike 1:4-16 na 17. Mathayo 25:31 na 24:31. Wakati wa kuja kwake watakatifu waliokufa watafufuliwa na wenye haki walio hai watabadilishwa. Hatutalala sote, lakini wote tutabadilishwa kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na watu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, na sisi tutabadilika. Maana huu wa kuharibika sharti uvae kutoharibika, na huu wa kufa sharti uvae kutokufa. Watu katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tuliosalia tutanyakuliwa pamoja na mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Wakorintho 1:51-53 na vile vile Wathesalonike 1:4-16 na 17. Mtu katika hali aliyonayo sasa ni ya kufa na kuharibika, lakini ufalme wa Mungu sio kuharibika. Kwa hiyo mtu katika hali aliyonayo sasa hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Yesu ajapo ataondoka hali ya uharibifu kwa watu wake, kisha atawaita kuingia katika urithi wa ufalme wake, ambao wanakuwa warithi. Maandiko na utaratibu wa kuhesabu. Maandiko hayo yanayohusu hesabu za mambo mbalimbali yalimthibitishia Mila kuwa utawala wa ulimwengu wa amani na wa kusimamishwa kwa ufalme wa Mungu duniani vyote vilikuwa vya baadaye, wakati wa kurudi kwake Yesu. Zaidi ya hayo, hali ya ulimwengu kama unabii unavyoeleza kuhusu siku ya mwisho, alikubali kuwa katika hali hii kwa wakati huu, ilionyesha kuwa mwisho wake unakaribia. Alisema hivi: ushahidi mkubwa mwingine ulioniingia mwanzoni ni ule wa namna ya kuhesabu mambo mbalimbali. Niliona kuwa mambo yaliyotabiriwa yaliyotimilika wakati uliopita yalikuwa yakitajwa wakati wake na kutimia jinsi hiyo bila kukosa. Alipokuta mambo mbalimbali yanaendelea kutajwa mpaka kurudi kwake Kristo, hakuweza kuona namna nyingine ila tu mambo ambayo yamepangwa kabla ya wakati wake, ambayo Mungu aliwafunulia watumishi wake, mambo ambayo yanatuhusu sisi na watoto wetu milele. Hakuna kitu ila Mungu amewafunulia watumishi wake siri yake. Kumbukumbu sura 29:29, Amos sura 3:7. Wanafunzi wa neno la Mungu watatazamia kuona matukio mengi sana kuhusu historia ya wanadamu yamepangwa katika maandiko matakatifu. Mila alisema, niliamini na kuthibitisha kuwa kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa, kwamba watu watakatifu waliandika wakiongozwa na Roho wa Mungu, nayo yaliyoandikwa ili kutufundisha sisi, ila kwa saburi na faraja ya maandiko tuwe na tumaini. Kwa hiyo najisikia kuwa katika juhudi ya kufahamu kile Mungu alichotaka kutufahamisha kwa rehema zake, sina budi kukizingatia kwa kufuata jinsi unabii unavyoelekeza. Unabii unaoelekea kufunua zaidi wakati wa kurudi kwake Kristo ulikuwa ule wa Danieli sura ya 8:14 unaosema, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu
patakapotakasika. Mila aliacha Biblia jitafsiri yenyewe. Kwa hiyo alijifunza mfano wa unabii unaotaja mwaka kama siku na siku kama mwaka. Aliona kuwa siku ya unabii 2300 ambazo ni sawa na miaka 2300 zitaendelea mpaka kuzidi muda waliopewa Wayahudi, kwa hiyo zisingeweza kuhusu patakatifu. Mila alikubaliana na imani ya Wakristo ya kuamini kuwa nchi ndiyo hema takatifu. Kwa hiyo alifahamu kuwa kutakaswa kwa patakatifu kunahusu nchi hii, ambako kunatajwa katika Danieli sura ya 8 mstari wa 14. Hivi moto wa mwisho ungetakasa dunia. Akaona kuwa kama mwanzo wa siku 2300 ukiwa sawa, basi siku ya kurudi kwake Yesu ingejulikana. Kugundua Musa wa unabii. Mila aliendelea kuuchunguza unabii usiku na mchana, akichunguza jambo kubwa. Katika Danieli 8, Mila hakuweza kugundua mwanzo wa siku au miaka 2300. Ingawa malaika Gabrieli aliamriwa amwelimishe Danieli, alimweleza sehemu tu yalipofunuliwa kwa nabii kwa njia ya njozi. Hakuweza kustahimili tena. Yatakayolipata kanisa yalikuwa ya kutisha sana. Danieli alizimia, akaanguka siku kadha wa kadha. Anasema, nami naliyastajabia yale maoni, ila hakuna aliyefahamu. Danieli sura ya 8 mstari wa 27. Walakini Mungu alikuwa amemwagiza mtumishi wake mjulishe njozi. Basi malaika alirudi ili kumjulisha. Alisema, basi sasa nimekuja kukufahamisha, kwa hiyo fahamu na kuitafakari njozi. Jambo moja la maana katika Danieli limeachwa, hakulifafanua, yaani siku 2300. Kwa hiyo malaika alianza maelezo yake akieleza katika wakati. Alisema, majuma 70 yameamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu. Basi ujue na kufahamu kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu. Na baada ya yale majumba 62 Masihi atakataliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, naye atafanya agano thabiti na watu wengi katika muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hilo ataikomesha sadaka ya dhabihu. Danieli sura ya 8 mstari wa 16, sura ya 9 mstari wa 22 na 23, na sura ya 24 mstari wa 27. Malaika alikuwa ametumwa kwa Danieli ili kumweleza jambo hilo ambalo hakulielewesha, nalo ni hata 1300 ndipo patakatifu patakapotakasika. Maneno ya kwanza ya malaika ni haya: majuma 70 yameamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu. Majuma 70 ambayo ni siku au miaka 490 iliyoamriwa kwa Wayahudi lazima yaondolewe katika jumla ya miaka 2300, nyakati mbili kuanza pamoja. Lakini ni nini kilikatwa? Kwa kuwa siku 2300 ndicho kitu kimetajwa kama muda wa unabii katika sura ya 8 ya Danieli. Hivyo basi majuma 70 ni sehemu ya 2300, vipande viwili basi huanzia wakati mmoja, kuanzia pale amri ya kujenga Yerusalemu tena ilipotolewa. Ikawa mwanzo wa kutolewa amri hiyo ukipatikana, ndipo mwanzo wa 2300 ukathibitika. Katika Ezra 7 amri hiyo inapatikana, iliyotolewa na mfalme Artashasta mwaka BC 457. Yeye ni mfalme wa Persia. Wafalme watatu walianza kuamuru na kukamilisha amri hiyo hutimiliza kama unabii usemavyo, mwanzo wa siku au miaka 2300, tukichukua mwaka 457 wakati amri hiyo ilipotekelezwa, kama ndio amri ya kujenga mji. Kila kitu kilichosemwa katika majuma 70 kilitimia bila makosa. Tangu kuwekwa amri ya kuutengeneza na kuujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu kulikuwa na majuma 7, na katika majuma 62, majuma 69 au miaka 483, amri ya Artashasta ilitolewa mwaka BC 457 na kutimizwa. Toka mwaka huo aliendelea mpaka AD 27, ambapo muda huo ulitimiza unabii wake. Mnamo AD 27 ndipo Kristo alipobatizwa na Yohane Mbatizaji na kutiwa mafuta kwa njia ya Roho. Baada ya ubatizo wake akaenda Galilaya, alihubiri ufalme wa Mungu na kusema, wakati umetimia. Marko sura ya 1 mstari wa 14 na 15. Injili kwa ulimwengu. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja.
Miaka 7 ya mwisho wakati huo ilitolewa kwa ajili ya taifa la Wayahudi. Wakati huo wote tangu 27 AD mpaka 34 AD, Kristo na wanafunzi wake walieneza Injili kwa Wayahudi tu. Agizo la Kristo lilikuwa msiende kwenye njia ya mataifa wala katika miji ya Samaria, lakini nendeni kwa kondoo waliopotea kwa nyumba ya Israeli. Mathayo sura ya 10 mstari wa 5 na wa 6. Na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka ya dhabihu katika AD 31, miaka 3.5 baada ya kubatizwa kwake. Bwana wetu alisulubishwa. Dhabihu kuu iliyotolewa huko Kalvari, dhabihu za wanyama, zilikoma. Huduma zote zilizokuwa kivuli zilikwisha. Miaka 490 iliyotolewa kwa ajili ya Wayahudi ilimalizika katika AD 34. Wakati huo kitendo cha bunge kuu la Kiyahudi cha kuamua kumuua Stefano kilifunga na kutia muhuri kanusho lao kwamba hakuna haja na Injili tena, nao wakaanza kuwatesa wafuasi wa Kristo na kuwaua. Hapo sasa Injili ya wokovu ikapelekwa kwa watu wa mataifa katika ulimwengu wote. Wanafunzi waliomalizika kukimbia mateso katika Yerusalemu wakaenda huko na huko